Kama ambavyo Tanzania na dunia kwa ujumla mpaka leo inafahamu, Balozi Humphrey Polepole alitoweka katika mazingira ambayo hakuna namna ya kuyaita isipokuwa mazingira ya kutatanisha tarehe 6 mwezi huu Oktoba mwaka 2025 maeneo ya Ununio, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Mpaka sasa hivi hatujapewa taarifa rasmi, taifa na dunia kwa ujumla haijapewa taarifa rasmi ya mazingira ya kupotea kwake Balozi Humphrey Polepole, mahala alipo anahifadhiwa, hali yake ya kiafya, maslahi yake ya kisheria. Hivi vyote havijatolewa na taasisi yoyote kati ya taasisi ambazo zimepewa mamlaka na wajibu wa kisheria wa kushughulikia usalama wa raia na haki zao. Taasisi hizi zipo kadhaa na nitakwenda kuzielezea huko mbele. Sasa wote tumeshuhudia taarifa mbalimbali kutoka kwa ndugu na jamaa wa Balozi Polepole. Wao wanaamini kwamba amechukuliwa katika mazingira ambayo wao wanatafsiri kwamba ametekwa, na ndivyo ambavyo nafikiri imekuwa reported na hao wanafamilia kwa dunia nzima, na ndivyo ilivyokuwa reported kwangu mimi kama wakili, na huduma zangu zikaombwa ili kuweza kuchakata taarifa au tukio hilo kisheria mahakamani, wakati juhudi nyingine zinafanywa katika fora au katika maeneo mengine. Wote mnafahamu kuna juhudi mbalimbali za kupigania maslahi, haki na pengine uhai wa Balozi Humphrey Polepole. Sasa baada tu ya kuwa tumepewa jukumu hilo la kisheria la kushughulikia maslahi ya kisheria na ya kiuhai na ya kiafya ya Balozi Humphrey Polepole, mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 nilitoa taarifa kwa umma kwa lugha mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili, nikizitaka mamlaka zinazohusika na upelelezi, usalama wa raia na mali zao na nyingine zote ambazo zinatoa support katika eneo hilo kwa haraka na kwa kutumia resources zote, rasilimali zote, watu, rasilimali za kiintelijensia, rasilimali za kiteknolojia, zote kwa pamoja zikusanywe, ziwe mobilized, zielekezwe katika kujaribu kutupa majibu ya yuko wapi Balozi Humphrey Polepole, huko alikopelekwa, alipelekwa na nani na kwa mazingira gani, na hali yake mpaka sasa hivi ikoje. Lakini mpaka leo mimi kama wakili hakuna ambaye amenijibu. Of course labda wao ukiwauliza watasema hatuna wajibu wa kumjibu wakili. Fair and good. Kwa baada ya kuona mpaka tarehe 7 hakuna aliyenijibu wala hakuna aliyetoa majibu au taarifa ambayo mimi binafsi kama wakili ningeitafsiri kwamba hii inatia moyo au inajitosheleza kulingana na uzito wa kimazingira. Raia wote ni sawa, wanadamu wote ni sawa, uhai, afya yao, welfare yao yote ina mizania sawa, lakini matukio yana uzito tofauti. Hilo hatuwezi kulikwepa. Anapotoweka balozi ambaye amehudumia taifa katika nchi mbili, alikuwa msemaji au katibu uenezi wa Chama cha Mapinduzi, aliyekuwa mjumbe wa tume ya kurekebisha katiba, huyu mtu haingii akilini kiusalama, kimantiki, kisheria kwamba anaweza kutoweka katika mazingira yale yaliyotoweka, halafu mpaka leo hii tunazungumza hapa mahakamani bado hatujaweza kupata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hiyo baada ya kuona yote mimi nikaamua kufungua maombi katika mahakama hii kuu kwa chini ya hati ya dharura, maombi namba 2451/4 mwaka 2025, mleta maombi akiwa Humphrey Polepole dhidi ya Inspector General wa polisi kama maombi wa kwanza, mwanasheria mkuu wa serikali, mkurugenzi wa mashtaka, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, pamoja na mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya kipolisi Dar es Salaam. Kwa hawa wote tunaamini kwamba mmoja mmoja au wote kwa pamoja wanaweza kuisaidia mahakama mahala au taarifa za alipo Balozi Humphrey Polepole, na ndivyo tumesema katika kiapo kwamba tunaamini hawa wote kwa umoja wao wa kitaasisi
au kwa mmoja mmoja wanaweza kuisaidia mahakama iweze kutoa taarifa. Aina ya maombi tuliyofungua yanaitwa kitaalam habeas corpus. Ni neno ambalo tumelirithi ni la Kilatini. Kama mnafahamu, baadhi ya sheria zetu zina reflect utawala tuliopitia wa Kiingereza, na kuna baadhi ya nyaraka au mbinu za kisheria niseme au taratibu za kisheria tumezirithi. Kwa habeas corpus tumeirithi, lakini ni aina ya maombi ambao unaipeleka mahakama kuu ukiomba mahakama kuu iwaamuru watu au taasisi ambao unaamini wanamshikilia mtu au watu wamlete mtu huyo mahakamani au taarifa zake, ili mahakama iweze kufanya mchakato wa kisheria, ikiwemo kuamuru kama kuna mashtaka au sababu nyingine za kisheria za kumfikisha mahakamani, basi afikishwe mahakamani, au la imwachie kwa dhamana au kwa masharti mengine. Kwa hiyo tumeleta maombi hayo chini ya hati ya dharura, na tunashukuru mahakama kuu kwa haraka imeyapangia leo kutolewa amri kadhaa za kisheria mbele ya Jaji Salma Magimbi, na tumejadili mambo kadhaa ya kisheria huko mahakamani, likiwemo kwamba tulileta ombi dogo kwamba wakati wenzetu wanaleta viapo kinzani, kwa sababu ni haki yao kuja kusema hatujui alipo au tunajua alipo au mambo kama hayo, kwamba wakati hao yanaendelea, basi Balozi Humphrey Polepole, mahakama itoe amri kwamba Balozi Humphrey Polepole aletwe mahakamani wakati mambo mengine ya iwapo anashikiliwa kisheria au la yakiendelea. Kwa hiyo tumejadili na mawakili wa serikali ambao walimwakilisha mkurugenzi wa mashtaka. Bahati mbaya mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria wa serikali, mwakilishi wa IGP, mwakilishi wa au yeye mwenyewe kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam au mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam ya kipolisi hawakutokea, na tumeomba amri kwenye eneo hilo. Na amri nyingine ambazo sitaki kuwachosha sana ni mambo ya kisheria zaidi. Hayo yamejadiliwa mahakamani na yatatolewa uamuzi mdogo majira ya saa 8 leo hii. Kwa tutapata maelekezo zaidi namna ya kulichakata kimahakama swala hili linalomzunguka Balozi Humphrey Polepole saa 8 mchana. Sasa kwa nini tumechukua hatua hii? Kanaposema tumechukua hatua hii kwa sababu mahakama mwisho wa siku ndio final arbiters, at least kwa mimi mwakili, kwamba juhudi nyingine wakati zinaendelea, mahakama ndio inaweza kutoa amri ambayo mtu hawezi kuikataa, na akikataa anaongea na mahakama. Sasa sio na sisi mawakili au ndugu wa Bwana Humphrey Polepole. Ndio maana tumekimbia mahakamani. Kama ninavyosema, juhudi zinafanyika kwa wigo mpana, ila sisi tumeamua kila wigo tuufanyie kazi, ukiwemo wigo wa kimahakama. Mwisho wa siku ni sehemu ya juhudi za kumtafuta Balozi Humphrey Polepole popote alipo, aletwe hawezi kushughulikiwa kimahakama. Nimeambatana nafikiri mtakuwa mmeona wale mlifika toka asubuhi, tumeambatana mama yake Humphrey Polepole, mama Ana Maria Polepole yuko mahakamani, lakini bahati mbaya kutokana na umri tumeshindwa kuja naye kwenye hii press conference au what hapa, lakini yuko huko juu, mmemuona na mtaendelea kumuona. Tumekuja na kuna kaka zake wako hapa, unaona Godfrey na mwingine, na huyu ni kaka yake na mama Ana Maria, maana yake ni kwamba ni mjomba wake na Balozi Humphrey Polepole, na ndugu wengine ambao nisingependa kuwachosha kumtambulisha mmoja mmoja. Itoshe tu kwamba familia ya Balozi Humphrey Polepole imekuja mahakamani, inasubiri majibu kutoka hapa mahakamani ya kwamba ndugu yao, mtoto wao, mpwa wao yuko wapi. Kwa hiyo sio kazi ndogo ambayo tunaifanya na sio mzigo mdogo ambao uko mahakamani, lakini tutaendelea kuwekeza juhudi zote katika mahakama katika kesi hii na mambo mengine ya kisheria ambayo tutaenda kuyafanya ili kuhakikisha kwamba taifa linafahamu na familia inafahamu, dunia inafahamu mahala alipo Balozi Humphrey Polepole au nini basi kimempata katika kwa habari, matukio na stori mbalimbali zinazotokea kila pande ya dunia. Sisi kama Stori za Kitaa tutakusogezea kila tukio litakalojiri. Fuatilia mitandao ya kijamii Facebook na Instagram Stori za Kitaa.